Sasa tuelekee kaunti ya Nyeri ambapo wakazi katika kijiji cha Gatitu, kaunti hiyo ya Nyeri, wameandamana wakilalamikia ongezeko la vifo vinavyosababishwa na unywaji wa pombe haramu. Maandamano hayo yamechochewa na kifo cha watu watatu, huku familia zilizoathirika zikitaka serikali kufunga vilabu vyote katika eneo hilo na badala yake kuanzisha makanisa ili kunusuru vijana. Wakazi hao aidha wametaka mabadiliko ya usimamizi wa usalama Gatitu kwa madai kuwa maafisa wa polisi wamezama kwenye ufisadi na kukusanya ongo huku kutoka kwa wauzaji wa pombe haramu badala ya kutekeleza sheria. Hii maneno ya hii mtoto yangu nimeelezewa asubuhi kitu kama saa 3, sikuwa najua, na nikaja nikachukuliwa nyumbani, nikija nikakuta ameaga, na inaonekana ni pombe tu imemumaliza. Tuondolee hizi vilabu zote, afadhali tuletewe makanisa hapa, tutumbuize na tuhudumu Mungu. Juu ya hizi mapambe ya jambo na zingine zinaitwa kadaya na hizi madawa ya kulevya zote ziishe. Sisi tumekasirika na leo tumefed up. Polisi hawasaidii, wenye wako sahi hawasaidii, kwa sababu kama ni masaa ikifika wanakujaka kuchukua pesa zao, lakini ikifika wakati kama huu hawako hapa. Tumejaribu kuongea, tumejaribu kuambia wakubwa wenye wako huku, hakuna mtu anatusikiliza. Last year tulikuwa tunaongea juu ya pombe ingine, ilikuwa bado imemaliza watu wengi sana.